إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. نشكرك يا ربنا ولا نكفرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوتي في الإيمان، اليوم أو حديثنا في هذا اليوم وفي هذه اللحظة سيكون عن العولمة، فوائدها وأضرارها من المنظور الإسلامي. Leo mazungumzo yetu mafupi haya utajikita katika mambo ya utandawazi. Al-aulama, utandawazi, tutaangalia vitu viwili tu. Cha kwanza, fawaiduha, faida zake. Jambo la pili, adhararuha, tutaangalia madhara yake. Lakini tutaangalia kwa kioo cha Uislamu, yani kwa mtazamo wa Uislamu. Ndugu zangu, hakuna shaka kwamba kila mmoja anajua kwamba al-aulama ni kitu gani. Mtandao ama utandawazi ni nini? Ni kitu ambacho turadhitul alam, kinaweza, yani kinaunganisha dunia nzima, watudakhiluhu fi majalati al-iqtisadi wa-thaqafa, na kinaingiliana katika masala yote kama vile ya kiuchumi na kitamaduni, wal-i'lami wat-teknolojia wal-iktisadi, katika masala ya vyombo vya habari na masala ya teknolojia na mambo mazima ya mawasiliano. Kwa hiyo dunia leo hii imekuwa, ama watu wote wanaishi katika hali hiyo, fi mashariki al-ardh wa magharibiha, duniani kote, mashariki na magharibi, kila mmoja yuko katika utandawazi, ima katika mawasiliano au katika biashara, mambo ya uchumi, au katika masala ya teknolojia na mambo mengine. Unaishi hapa Mazimbu, lakini unaishi pengine uko Marekani asubuhi hii, mwingine ameamkia Saudi Arabia, mwingine muda huu unaozungumza yuko London. Yani kimawasiliano tu, pengine na kikao cha online, anasoma online, anazungumza kupitia WhatsApp na anaonyeshwa bidhaa mbalimbali. Hii ndio dunia ya utandawazi kwa sasa. Walislamu ibadallah dinu tawazun wal wasatiyya, la yarfudhu at-taqaddum an-nafi' wala yakbalu al-fasada wad-darar. Uislamu, ndugu zangu, ni dini ambayo inakuwa katika masala ya kati na kati. Uislamu haukatai maendeleo yenye manufaa, wala Uislamu hauruhusu, bali unazuia kabisa, wala haukubali ufisadi na madhara. Kwa hiyo Uislamu unapima.
unapima bimizani al-Qur'an al-Karim wa sunnah an-nabawiyya al-mutahhara, unapima kwa kipimo cha Qur'ani tukufu na sunna ambazo ni safi kabisa. Kwa hiyo fa mawafaqa shar'a Allah, kitakachoendana sawa na sheria za Allah tabaraka wa taala, kubil, kitakubaliwa. Wa ma khalafahu rufi', kitakachokwenda kinyume na sheria za Allah basi kitakataliwa, bila kujali kwamba hicho kitu kinakunufaisha namna gani. Sasa hivi tuangalie faida. Mimi nawakumbusha, si kwamba hajulikani, nawakumbusha tu katika mtazamo wa Kiislamu. Faida mojawapo ya utandawazi katika mtazamo wa Kiislamu, kwanza ni nashru da'wa al-islamiyya abra wasaili al-ittisali al-haditha, ni kueneza da'wa ya Kiislamu kupitia hivi vyombo vya mawasiliano vya sasa. Watu wote wanajua kwamba Uislamu unatuambia tufanye da'wa. Allah anatuambia kwenye Qur'ani, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana, kwamba fanya da'wa, lingania kwa Mola wako kwa njia ambayo ni nzuri, yani kwa mawaidha ambayo ni mazuri kabisa, kwa hekima. Lakini pia akatuambia Allah kwamba kumwambia Nabii sallallahu alayhi wasallam, wa marsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, hatujakutuma Muhammad isipokuwa uwe tumekutuma uende kwa watu wote, kafatan linnasi, kwa watu wote, manake dunia nzima ndio tumekutuma kufanya kazi ya dawa. Bashiran wa nadhira, hiyo unabashiria watu mambo mema na unawaonya watu wasifanye matendo mabaya. Kwa unaona kumbe dawa hii haishii pale Saudi Arabia, Makkah al-Mukarrama alipozaliwa Mtume, au Madina alipofia na kuna harakati za dawa, bali dawa inakuja mpaka hapa Mazimbu. Dawa inakwenda mpaka kule Toronto, inakwenda dawa mpaka maeneo ambayo hujawahi kusikia duniani, lakini dawa inatakiwa iende. Sasa itaendaje huko? Kupitia huu utandawazi. Allah Mtume anatuambia katika hadithi, balighu anni walau aya, fikisheni ujumbe kuhusu Uislamu hata kama ni aya moja uliokuwa nayo. Unakuta kuna watu leo hii wanafaidika na hadithi hii kwa kupitia nafasi zao zilizokuwa nazo katika mitandao. Anachukua aya moja au hadithi moja au nukta moja katika Uislamu, alafu akitanya duniani, na huyo mtu hakwenda mahali yote ya Kiislamu labda akasoma, wala hakwenda chuo chochote Kiislamu labda akasoma, isipokuwa yeye anatumia social media na anajua aya moja hiyo, sasa anaifanyia kazi, anaieneza. Balighu anni walau aya. Mzangu katika imani, katika zama za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume alituma wajumbe kwenda katika nchi mbalimbali kuwapelekea barua wafalme wa nchi kama vile ya Misri, nchi kama vile ya Bahrain, nchi kama vile Irani. Wakati ule alitumia farasi, wakati ule ngamia, kuwapa wale watu ambao walipeleka zile barua kule, na barua zikafika mpaka Misri, na wale wajumbe wakapata ujumbe wa Uislamu ni kitu gani. Kuna waliojibu vizuri, lakini kuna waliokataa. Sasa sidhani kama Mtume leo angekuwepo angetumia farasi na kumtuma mtu Misri, ama angetumia tena farasi kumtuma mtu kule Irani. Ni wazi kwamba naye Mtume angetumia hizi social media kwa kutangaza, ama angetumia hizi posta zilizokuwepo sasa hivi, au angetumia DHL zilizopo sasa hivi. Pengine angetumia ndege kumpa mtu hiyo barua, kama ni physical letter ipeleke pale, lakini naye Mtume angetumia utandawazi. Lengo ni kufikisha dawa. Kwa hiyo kupitia hali hii halisi ya utandawazi, Uislamu umeenea maeneo mbalimbali. Hili halina shaka,
umefikia watu malaini almumalyana, watu mamilioni umefikia Uislamu kwa wakati mmoja, tena kwa lugha tofauti tofauti. Sababu raha ya Uislamu unapata katika lugha yako wewe mwenyewe. Utasoma katika Qur'ani kwa Kiarabu, utasoma kwenye hadithi kwa Kiarabu, lakini utatranslate, utatafsiri, utatoa katika lugha ambayo pale mnaelewana. Sasa kwa kupitia kigezo hicho cha lugha mbalimbali, watu alhamdulillah wanaelewa Uislamu. Mwingine hajui lugha hiyo, lakini akiingiza kwenye ChatGPT, akiweka katika CV, akaenda katika Google Translate, anapata tafsiri ya lugha yake na anaelewa kwamba hapa anaambiwa kitu gani katika dini yake ya Uislamu. Kwa hali hii Uislamu umeenea sehemu yoyote ile katika dunia hii. Utakwenda sehemu alafu sema hapa hakuna Uislamu hapa. Wewe tu huajui Uislamu wako wapi, lakini Uislamu upo. Faida ya pili, taisiru talabi alilm alshar'i wal ma'arif an-nafi'a. Utandawazi umerahisisha kutafuta elimu ya kisheria na maarifa ambayo ni manufaa. Kuna watu mmoja kwenda madrasa, hajakwenda college yoyote wala chuo kikuu chochote, lakini kupitia social media hizi, ndio utandawazi, magrupu ya WhatsApp, kupitia TikTok, kupitia pengine Instagram au Facebook, wanajifundisha Uislamu humo na wanajua Uislamu ni kitu gani. Kwa hiyo Allah anatuambia kwenye Qur'ani, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, sema, omba, mwambie Mola wangu nizidishie elimu. Kwa elimu ni kitu ambacho takiwa kila mtu akiombe akipate kwa zaidi, sio kutosheka kwamba mimi bado nina kitu hichi basi kinanitosha. Zidni ilma, nizidishie elimu. Kwa hiyo kama una aya moja, basi jifanye juhudi upate aya mbili. Una hadithi moja, fanya juhudi kwa hii mitandao upate hadithi mbili na mengineyo, ili upate dini ambayo imekamilika. Na kufanya hivyo unapata thawabu. Tunatuambia katika hadithi kwamba masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqa ila janna. Atakayepita njia ambayo anatafuta elimu kwa njia hiyo, Allah amfanyie pesi ya njia yake kwenda katika pepo. Kwa hiyo kutafuta elimu, basi wewe unatafuta pepo. Na kama utakufa katika nchi ambayo umekwenda kutafuta elimu, basi umekufa katika jihadi. Kwa hiyo ndugu zangu, tafuteni elimu kupitia hii mitandao ambayo leo tumepewa. Zama zile Mtume alitumia msikiti kwa watu dawa. Masahaba walikuwa wengine wanalala mle ndani, wakaita ahlus sufa, wakaitwa ahlus sufa. Walikuwa kwa msikitini tuseme ubavuni wanasomeshwa elimu, akiwemo Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Leo hii ndugu zangu, maeneo yako mengi ya kutafuta elimu, lakini pia kuna hizi almanashat arraqamia, mambo ya platforms za kwenye social media, iwe ni Instagram, iwe ni popote pale katika hii mitandao. Fanya juhudi utafute elimu ili Allah aridhie na jambo lako hilo. Ndugu zangu katika imani, masahaba walisilimu wengine wana miaka zaidi ya 30. Sahaba Uthman ibn Affan alisilimu na miaka 34, lakini akatafuta elimu ya Kiislamu na akawa baadaye ndio khalifa. Sahaba Abu Bakar anapewa ujumbe na Mtume kwamba mimi ni mtume, naomba uniunge mkono nawe ukubali Uislamu. Ana miaka 37. Lakini Abu Bakar ni nani katika Uislamu huu leo kimtaja? Sasa leo kija katika Uislamu na miaka 20, sema mimi bwana nishachelewa bwana, miaka 20 sasa hivi bwana, nishakuwa mtu mzima nishachelewa. Au na miaka 30, sema mimi nishachelewa bwana, nishachelewa. Mama Khadija anaolewa na Mtume na miaka 40. Mtume anapewa utume, Mama Khadija ana miaka mingi zaidi, ana miaka takriban 55 takriban, ana miaka zaidi ya 50.
lakini alikuwa mama wa Kiislamu, ashapata watoto, akasoma dini akaielewa. Sasa leo mtu akitapata watoto wake wawili watatu, sababu mimi siwezi kusoma na watoto wanalia sisi na hivi, wamekwenda shule, hata simu huna. Kuna faida nyingine ndugu zangu, faida ya kusaidiana, ta'azizu ta'awun al-insani wa ta'awufi baina shu'ub. Masala ya kutambuana na kujuana na kusaidiana kupitia social media. Watu husaidiana mno. Tunaona watu wengine ni walemavu wanasaidiwa, wengine na maradhi wanapelekwa India, tunaona wanavyosaidiwa, na mengineyo mengi tu ambayo Allah ametujalia. Sasa hivi tunapata hiyo nafasi ya kusaidiana hata kama tuko mbali. Ndio Mtume akatuambia kwamba almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i. Mtume akasema kwamba mu'mini kwa mu'mini mwenzake popote pale alipo duniani kama vile jengo moja tu, kila ukuta unatilia nguvu ukuta mwingine kwa sababu umeshikana. Mikono yake akaifanya hivi, akaingiza vidole vya mkono huu kwa vidole vya mkono huu, akakaza. Maana yake hivi natakiwa waumini wawe. Kwa duniani leo hii kusaidiana, hata kama mtu yuko Indonesia unaweza kumsaidia. Na tumeona juzi tu hapa TV Imani na Radio Imani ilirusha namba za kuchangia ndugu zetu wa Gaza kule Palestina, zikapatikana milioni sijui ngapi. Watu wamechangia vya kutosha, aliochangia kwenye benki, aliochangia kwenye simu, miamala ya simu hii, watu walichanga kuwasaidia ndugu zetu waliokuwa kule Gaza Palestina. Kwa kupitia nini? Kupitia social media, kupitia utandawazi. Kwa watu wasaidiane, sio mtu wa Mombasa kwa mimi atajuaje huko. Wanaweza kumsaidia, msaidie, kwa sababu pia ndugu yetu katika imani. Pia kuna masuala ya kiuchumi, kufanya biashara. Mtu anaweza kutoka hapa akaenda Dubai kwa mambo ya mtandao tu. Mtu akaagizia bidhaa kutoka Dar es Salaam ikaletwa mpaka hapa Mazimbu nyumbani kwake, akalipia pengine wakachukua. Huu ni utandawazi, ni faida ambazo Allah ametueleza kwamba halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah amehalisha biashara. Popote pale unapoweza kufanya biashara, fanya kwa namna yoyote ile, lakini sio haramu, na ameharamisha riba. Na akatuambia vile vile katika Qur'ani kwamba laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum, hakuna ubaya kwenu kutafuta fadla kutoka kwa Mola wenu. Yani kutafuta fadla, kufanya biashara, kutafuta khairi katika dunia yako, ujinufaishe kidunia, ni ruhusa. Ndugu zangu, tukija katika upande mwingine sasa, upande wa madhara, upande wa madhara ya kiutandawazi. Kikweli pamoja na mafanikio haya ya utandawazi ambayo tunajaribu kuyataja, madhara yake pia ni makubwa. Madhara ambayo naweza kuyataja kwa muda huu mchache, kwanza ni inhilalu al-akhlaq bisababi intishari al-fawahish wal muharramat, ni kuporomoka kwa tabia njema kwa sababu ya kuenea mambo machafu na mambo ya haramu. Leo hii katika mitandao hii ukiingia, mtu kama amefumaniwa leo hapa Mazimbu, basi mtu wa Marekani atajua, sababu kila mmoja atarusha. Angalia jamaa huyo, cheki jamaa kafumaniwa leo, kapigwa huyo, ona jamaa huyo. Wakati Qur'ani katika sura An-Nur aya 19 Allah anasema innal ladhina yuhibbun an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim, wale ambao wanapenda kuenea uovu kwa wale waliokuwa wameamini, yani uovu wao uenee,
kwa maana anaweza kuwaenezea uovu, kila mmoja ajue machafu ya huyu mtu yaenee duniani. Allah anasema hao watu watakuwa na adhabu kali, lahum adhabun alim. Ndio maana unakuta hata serikali yetu inaingilia kati baadhi ya mambo kwa kusema usirushe, usitume video au picha ambazo hazifai au zisizofaa. Nile labda ajua ni usalama tu, sababu unajua nchi hii ndio anaanza kuponda, lakini Kiislamu ndio inavyotakiwa kabisa. Mtu yuko uchi sehemu fulani, amepigwa picha na mtu ambaye wana uhasama, wana ugomvi, kamrusha. Angalia chombo hicho cha fulani tunaye anarusha. Sasa sio Israeli peke yake wanatakiwa kukataza. Uislamu unasema wewe usieneze picha chafu, usitume message chafu, usitume matusi. This is Islam. Kwa hiyo haya madhara, kwa sababu watu wameshajiachia katika mtandao, kila mmoja hutuma anachotaka yeye, tabia njema sasa zimeporomoka. Tumekuwa Waislamu baadhi yetu kama watu ambao sio Waislamu, maana dini yao sijui inawafundisha nini, lakini Uislamu unatukataza kama alivyoeleza hivi. Na Mtume akatuambia la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran au hadwa alqudhati bilqudha hata walau dakhalu duhra dhabb la dakhaltum. Nyinyi Waislamu msipokuwa makini mtafuata menendo ya watu waliokuwepo kabla yenu, hatua kwa hatua, shibiri kwa shibiri, mpaka kama mtaingia katika shimo la kenge, nani pia mtaingia nao katika shimo hilo hilo. Mtume akauliza, ni kina nani hao? Mayahudi na Wakristo? Akasema ndio. Sasa nataka kina nani kama sio hao? Kwa hiyo ndugu zangu, kuna mambo ambayo yanayotukwaza katika Uislamu, miongoni mwayo ndiyo haya, kwamba watu hutuma vitu vya ajabu ajabu, hueneza mambo machafu kwa sababu tu watu hawapendani katika jamii hiyo. Ikhwani fillah, leo hii jamii zinashuhudia kuenea kwa hizi picha za pornography kupitia hivi vyombo vya kama tumetaja vya mambo ya mtandao haya na mtandawazi, wal manasat arraqamia kama vile Facebook, kama vile Instagram, TikTok na nyinginezo. Mtu anaweza kuona mambo ya ajabu ajabu. Mtu anaweza, yani mwanamke anaweza tu akaamua kwa palake akaliacha nywele, alafu akaonyesha katika TikTok, angalieni kwa palangu hii. Ukiingia tu unakuta papa lina nywele, alafu watu wengine wanakimbilia kwenye comment, wengine hupongeza. Maana kuna mabingwa ku comment, hupongeza kwamba safi sana, napenda hiyo. Wakati mwanamke hatakiwi kuonekana hata shingo yake. Sikwambii eneo kama hilo. Kwa hiyo inakuwa haya zimepungua, watu ndipo hawana aibu, familia zinatengana kwa sababu akhlaq, tabia zimeharibika. Jambo la pili, dhubanul huwiyat alislamia bitaklidi thaqafat almukhalifa lilislam, kule kuyeyuka kwa ule utambulisho wa Uislamu, Islamic identity, kwamba ili umjue kwamba huyu ni Muislamu atakiwa awe na hali fulani ya kujipamba, namna ya muonekano kwamba huyu ni Muislamu. Sio naja kuuliza kwamba wewe ni Muislamu au Kristo. Muislamu anatakiwa ajulikane kwamba huyu ni Muislamu. Kama ni mwanamke ajulikane kwamba huyu ni Muislamu wa kike na huyu ni Muislamu wa kiume. Vinginevyo itakuwa umejichanganya katika namna ambayo Uislamu pengine hauruhusu. Allah anatuambia kwenye Qur'ani, Suratul Baqara aya 120, Suratul Baqara 120, walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuwa radhi na wewe Mayahudi na wengine manaswara mpaka ufuate mila zao, wanavyovaa wao, wanavyokula wao, wanavyofanya mambo yao wao. Ukiwa na wao katika mambo yao yote,
hapo atakuridhia. Vinginevyo itakuwa kama mko nusu, kila siku itakuwa mnabishana tu. Hasa kina mama katika mavazi yao kwa ofisini, umetia hijabu yako, ni hijabu yenyewe ni ya kawaida tu, sio kama ni full hijabu. Pengine labda ni kijihedi scarf, kitambaa cha kichwani. Unakuta kuna siku unatingishwa. Vipi bwana, mbona uelekea kila siku? Hapa hapana udini hapa mama. Tunakukumbusha hapa hapana udini. Sasa hiyo scarf pia ina udini. Unatingishwa. Mwanamume kivaa kanzu katika maeneo yako yale ya kazi, mara ambaye bwana shehe vipi bwana, mbona hatuelewani siku hizi? Kile ukitia suti kali kabisa, ukitinga modo chini kule kumebana, utakuvua nguo mpaka ukae kidogo uivute bwana, hebu vuta huko. Ukinyoa panki kidogo kiduku, anaonekana yes jana anaendana na sisi. Tofauti yako inaonekana kama vile wewe. Sasa imekuwa kuwajua baadhi yao Waislamu na ambao sio Waislamu ni ngumu kwa sababu ya mtandao. Tunasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ajifananishaye na watu nani katika hao. Kwa hiyo usijifanishe katika kila kitu, jaribu kuona kwamba mimi hapa ninachofanya ni ibada. Kama ni nguo, basi pia nguo yako iwe ndani ya mipaka ya Kiislamu. Jambo jingine ndugu zangu ni masala ya riba. Riba, kupitia mitandao tumeona kwamba kuna dhulma ya kiuchumi na pia kuna mambo ya riba. Wangapi wamepigwa leo humu kwa biashara za katika mtandao? Wangapi? Siku za kwanza umejihusisha pale ukapata faida, ya pili faida, ya tatu umepigwa. Bakia maana kabisa hawa. Jamaa korofi hawa hawana maana, ushapigwa tayari, ni katika mtandao. Mwingine anapigwa, anaambiwa bwana unajua wewe tumekutumia hela katika simu yako hapo 300,000 umeziona hapo. Kiangalia message ya kawaida tumepokea 300,000. Yaani message yake yeye aliyotuma akwambia umepokea 300,000. Kwenye simu yako na 500,000, 6. Kwa nenda katoe huko, ama huna chochote. Kwa nenda katoe kwa wakala, katoe huko. Usimwambie mtu. Unajua haya ni mambo makubwa haya, mambo ya siri. Atoka kimya nyumbani kwako pale haraka kwa wakala. Fika mwambie akupe 300,000 fast. Mwambie atume 300,000. Yaani kuna mambo ya ajabu unapigwa. Na mengineyo mengi ambayo kupitia mitandao leo hii watu wamekuwa maskini, wengine wamekuwa machizi kwa sababu wamefanywa mambo makubwa kabisa. Na jambo la mwisho katika siku yetu ya leo ni ifsadul waqt wa tarbiyah bisu istikhdami teknolojia la siyama baina shabab wal atfal. Hili jambo kubwa, watu kuharibu muda unaharibiwa sana siku hizi, na malezi yameharibika mno siku hizi kwa sababu ya matumizi mabaya ya teknolojia, hasa kwa vijana na kwa watoto. Ndio kuna baadhi ya nchi zimepiga marufuku utumiaji wa hizi simu smartphone kwa watoto chini ya miaka 18. Lakini wanapata changamoto kwa watu wengine, na kuaje haki za binadamu Mtu anasema hana muda wa kusoma, lakini pengine kwa siku anaweza kukaa masaa 2 matatu anaongea na simu. Na hasa wale mabachela, wanaume ambao hawana wake na wanawake ambao hawana waume, alafu anachumba peke yake, sema niko single. Akiingia chumbani kwake pale chwapo, yeye ni kunong'ona tu ndani na kunung'unika. Wengine wasika mpaka wanalia, sio wamefanyaje. Muda unakwenda mpaka simu inakuwa moto, mpaka anashuka kitandani anakwenda anakaa chini ana connect pale, bado anayo simu. Muda unakwenda, anaongeza bando, watu wanatumia muda huo wote vibaya. Kumbe atakao mtu alale angalau kwa chini kabisa masaa 6, masaa 8 mtu alale. Sasa mtu ala masaa 2 matatu.
mchana yuko busy eleweki na ni mwanafunzi, darasani anasinzia darasani, mtaani nako pia anaonekana yuko busy anasoma chuo, kwa hiyo chuo hayupo, darasani pia hayupo, yeye yuko chumbani kwake tu. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Allah anatuambia kwenye Qur'ani, wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ameapa Allah kwa pia muda, wal asri, ameapa na wakati wa alasiri, amewapia muda kuonyesha umuhimu wa muda. Akasema pia wal fajri, wakati ule wa alfajiri akawapia, akasema wal duha, wakati wa duha kabla ya mchana unaitwa wakati wa duha. Wal laili idha yakhsha, ameapia Allah pia usiku. Wan nahari idha tajalla, mchana pia Allah amewapia. Kwa masaa yote Allah ameapia, usiku, mchana, jioni, alfajiri, kuonyesha kwamba muda ni kitu cha maana sana. Unaonajua kutumia muda vizuri, hata kiwa katika gari anakwenda Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma au katika SGR, anasoma kitabu chake, ima kiwa katika simu ama kiwa ni kitabu mkononi. Mwingine watu wa magazeti, lakini mwingine akisafiri kama hivyo ana chat mapenzi kuanzia hapa anapotoka mpaka anapofika. Yaani mambo ni hayo. Kwa hiyo muda unapotea. Ndio maana Mtume akatuambia ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Neema mbili watu wengi wamepunjwa, wamezikosa watu wengi neema mbili hizi. Mtume akisema neema mbili hizo ni afya, alafu na kuwa na muda. Wengine hawana afya, mwingine anayo afya njema anaichezea. Wewe una afya yako njema kabisa, una matatizo, hiyo afya unainywelea pombe, afya hiyo unaizinia. Wakati ule aliyezini akapata maradhi anajuta, kwa nini afya yake ameharibu kwa mambo ya uzinifu, mambo ya uchafu. Aliyokunywa pombe mpaka mahini kama tena uko ndani, anaambiwa hayavumilii tena, anaambia mwingine asiache pombe mpaka anakufa, anajuta. Wewe ambaye bado uko safi kijana kabisa, wajipiga kila saa, yani mara ugoro, wajipiga si pombe gani, mara leo na mwanamke huyu, mara mwanamke yule, mpaka afya inatetereka na kuwa afya mbovu. Sasa kiamba kuna kupima sasa hapa, bakia sasa mambo gani sasa bwana, mambo gani sasa mnatuletea, anza kujajua. Kwa ndugu zangu, tuwe ni makini na haya mambo. Uislamu ni dini ambayo inaruhusu utandawazi, kwa sababu una faida kama tulivyotaja, lakini pia Uislamu unaweka limit. Usitumie utandawazi vibaya. Unaweza kujikuta unaambiwa andamana, anayekwambia uje kukutana naye siku moja, lakini ushamuamini kabisa sababu ya mtandao. Anakwambia enda sehemu fulani, kachukua pale mzigo, unakwenda, alafu wewe ndio mzigo ndio ushafika pale. Sasa unatulia, unashughulikiwa. Kwa hiyo Muislamu unaweka kila kitu lakini katika mandhur al-Islam, katika ile mizani ya Kiislamu. Kwa jambo hili Kiislamu halifai, liache. Kwa hiyo linafaa basi lifanyie kazi. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim huwa al-barru al-karim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih abna'ana wa abna'a al-muslimin wa usratana wa usra al-muslimin wa mujtama'atna fi zaman al-'ulama waj'al ma nastakhdimuhu khayran lana fi dunyana wa akhiratana birahmatika arhamar rahimin. Ibadallah,
inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qul yarhamni yarhamkumullah.